Kristo tumaini letu. Wapendwa, leo tuko hapa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kuadhimisha siku ambayo Bwana aliweka sakramenti ya upadirisho ambayo tunaiadhimisha leo kama tulivyoeleza badala ya Alhamisi Kuu. Ukuhani, zamani kanisa likiwa bado dogo, kila misa iliyoadhimishwa iliadhimishwa ikiongozwa na askofu akiwa amezungukwa na mapadre, mashemasi pamoja na waamini. Ndiyo sababu Mtakatifu Ignatius wa Antiokia alipokuwa akiandika akasema, palipo askofu kuna kanisa, kwa sababu kanisa lilikuwa linaongozwa na askofu. Lakini kadiri kanisa lilivyoenea, mapadre na wenyewe wakatumwa katika maparokia mbalimbali kumwakilisha askofu. Kila mahali wanapokuwa wanaadhimisha sadaka takatifu ya misa, wanagawa sakramenti kwa niaba ya askofu. Lakini mama kanisa akaweka siku hii moja ya kubariki mafuta ili mapadre wote jimboni waje waadhimishe misa pamoja na askofu wao, kuonyesha ule umoja, kuonyesha ule urika wa mapadre. Na ndiyo siku ambapo mapadre wanakuja kutoa ahadi zao, kuuisha ahadi walizozitoa wakati wanapata sakramenti ya upadirisho, wakianza na ushemasi. Na hiyo ndio sababu siku ya leo Baba Askofu ametualika sote tuje hapa kwa pamoja kuadhimisha sadaka takatifu hii. Hivyo napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha nyote kusherehekea siku ya mapadre, ambayo tunakumbuka kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliifanya na ambayo aliwakabidhi. Karibu sote wapendwa, mapadre, mashemasi, wanafunzi wa upadre, yani mafrateri, tukisindikizwa na watawa na waamini, tukiwa tumeungana na askofu wetu kuadhimisha hii zawadi kubwa ambayo Mungu alitupatia bila mastahili yetu hata kidogo. Ametufanya sisi tuwe Kristo wa pili, alter Christus. Ametupa nguvu za kutenda, sio tu kwa niaba yake, bali badala yake. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hatusemi fanyeni hivi kwa ukumbusho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake tunakuwa tunafanya mbadala wa Yesu, na ukumbusho huo humleta Kristo mwenyewe katikati yetu hapa duniani. Masomo msingi ya leo, somo la kwanza na Injili, yote yanatoka katika kitabu cha nabii Isaya, na yote yakielezea sisi ni akina nani, kazi yetu ni ipi, na kwa ajili ya nani. Hivyo nawakaribisha muungane nami tutafakari masomo haya na tuone wajibu na kazi ya padre. Roho wangu yu juu yangu. Manake Roho wa Bwana amekuchagua wewe padre na mimi hapa, na ametushukia na kukaa pamoja nasi ili atuongoze katika kazi hii ya Mungu. Ametuchagua sio kwa sababu ya mastahili yetu, bali kwa mapendo yake, anavyotuambia katika Yohana 15:16, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda hayo yapate kudumu. Padre anapowekewa mikono ni wakati anaombewa nguvu ya pekee, nguvu zake Roho Mtakatifu. Padre unapata nguvu na mamlaka ya pekee. Mara nyingi hatutambui ukubwa wa kazi hii tunayoipata. Mtakatifu Paulo akiwaandikia Waebrei anatuambia kwamba na hapana mtu
ajitwalia yeye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Aroni. Mtakatifu Yohana wa Vianney ambaye aliweka awe msimamizi wa mapadre jimbo anasema ni ukubwa ulioje upadre. Kama padre angetambua ukubwa wake, angalikufa kwa uoga na mshtuko wa upendo ambayo Mungu amempa, ambaye anamtii akisema huu ndio mwili wangu. Yesu anashuka toka mbinguni na anakuja pamoja nasi. Na kama tungetambua ukubwa wa karama hii tunayoipata, tungeshtuka sana na tungekuwa watu tofauti kabisa ya jinsi tulivyo. Nabii Isaya anatuambia amenipaka mafuta. Mpakwa mafuta wa Bwana ni mtu tofauti aliyetengwa, sio kwa sababu ya ubaya, bali kwa sababu Mungu anamteua na kumpa hadhi ya pekee ili afanye kazi ya pekee. Hata makuhani wa Agano la Kale walipakwa mafuta, kwa mfano wa Haruni na wanaye, Kutoka 40:15, nawe utawatia mafuta kama ulivyomtia mafuta baba yao Haruni, ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani, na huko kutiwa mafuta kwao kutakuwa ni kwa ukuhani wa milele katika vizazi vyao vyote. Mwisho wa nukuu. Wafalme vile vile walipakwa mafuta, Sauli, Daudi. Hata mfalme Daudi aliogopa kunyosha mkono kumdhuru mpakwa mafuta wa Bwana alipokutana na Sauli aliyekuwa anataka kumuua. Akasema, mimi ni nani? Naweza kuwekaje mkono wangu kwa mpakwa mafuta wa Bwana? Na waliopakwa mafuta walitengwa na watu wengine kwa sababu maalum ya Bwana, sio kwa sababu ulimwengu ni mbaya, lakini kwa sababu walitumwa kwa kazi maalum. Hivyo makasisi lazima watambue hilo. Hivyo kwa unyenyekevu mkubwa tumtambue na kumshukuru Mungu aliyetupaka mafuta na kututenga tufanye kazi yake. Na kwa sababu hiyo Bwana natuasa kwamba mko ulimwenguni, lakini ninyi si wa ulimwengu. Ni mpakwa mafuta wa Bwana, wawekwa wakfu wa Bwana. Tunajua kwamba sisi duniani tumo, lakini tunapaswa kujitenga pembeni ili tuweze kusaidia kuukomboa ulimwengu. Sisi ni makuhani wa Bwana, kasisi wa Bwana, na kazi yetu ni kutakatifuza, kubariki, kusafisha, kuweka wakfu. Alipokuwa anawapa sakramenti ya Ekaristi, ndipo alipowapa daraja la upadre. Hivyo tuwe makasisi wa Ekaristi takatifu. Kazi ya kwanza ya padre ni Ekaristi takatifu. Kiini cha upadrisho ni Ekaristi takatifu. Hivyo padre ajue kwamba katika maisha yake, kilele cha maisha yake ni kuadhimisha Ekaristi takatifu. Na hivyo sote tuwe makasisi wa Ekaristi takatifu. Hili ni jukumu kubwa la mapadre. Kwa mikono iliyopakwa mafuta unabariki na kuadhimisha hiyo sakramenti takatifu ya misa. Tunatoa na sakramenti nyingine, tunawaongoza watu katika sala, na hili ndilo jukumu letu la kwanza. Mambo mengine yote tunaweza tukayaachia watu wengine, lakini hauwezi kumtuma asiye kasisi aende kukusaidia kuadhimisha sakramenti ya misa, aweze kukusaidia kuungamisha, au aweze kukusaidia kupaka mafuta ya wagonjwa. Hivyo tujue kwamba hilo ndilo jukumu letu la kwanza. Padre ndiye ufunguo wa ukombozi, kwa sababu bila yeye milango yote imefungwa na hazina zote zimefungwa. Padre anaingiza binadamu katika ushirika wa ukombozi kwa ubatizo. Anamtibu anapougua na dhambi kwa sakramenti ya kitubio. Anampa chakula cha uzima ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo katika Ekaristi takatifu.
anaunda familia kwa kushuhudia na kubariki pingu za ndoa takatifu, anampa tumaini na nguvu mgonjwa kwa sakramenti ya mpako, na mwisho anamfungia pamba ya njiani au viatiko ya mwisho anapoelekea kwa Mungu huko mbinguni. Hivyo padre yuko na muumini toka mwanzo wa maisha yake mpaka anapomwaga aende kwa Muumba wake. Hivyo baba padre, wewe ni chumvi ya dunia, na anavyosema chumvi ikipoteza utamu wake haikolezwi tena, hakuna cha kuikoleza. Hivyo mapadre tuwe ni wahubiri watakatifu, na nani atakuongoa kama hatutaki? Tunahubiri mambo makubwa ya Mungu, lakini na sisi tuko dhaifu kama watu wengine. Tunamshukuru Mungu, tunajitahidi, sio tu kwa kujitakatifuza, bali na sisi tuwe ukweli watakatifu. Hongera sana mapadre kwa kuishi ahadi zenu. Hongera sana mapadre kwa kutoa mfano kwa waamini, na ndio sababu waamini tunakuwa nao, kwa sababu wanatazama ninyi. Mara nyingi walikuwa wanasema kwamba Mkristo anamtazama padre na padre anamtazama Mungu. Hivyo Mkristo anakutazama wewe, na kupitia kwako ndipo anakwenda kwa Mungu. Ni kweli kabisa, sakramenti haziwi na uhalali sababu ya utakatifu wako, linakuwa halali licha ya udhaifu wako, lakini inafaa sana uweze kuonyesha mfano wa ule utakatifu unaohubiri. Hivyo Mungu anataka tufe kwa ulimwengu ili tufufuke kama yeye. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe hapa ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Anatuagiza, kuweni watakatifu kama Baba yangu alivyo mtakatifu. Mathayo 5:48. Mtakatifu Paulo anatukumbusha kwamba maana kila kuhani mkuu alitwaliwa kutoka wanadamu na amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya usio Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, aweze kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, na kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Hayo ni Ibrania 5:1-2. Padri hadondoki kutoka mbinguni, bali hutoka katika familia za binadamu, hutoka katikati yetu, hutoka ulimwenguni. Padri, nilivyosema tangu mwanzo, ni kiumbe dhaifu aliyewezeshwa na Mungu. Kwa maneno ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto, anasema, lakini tuna hazina hii kubwa katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Barua ya pili kwa Wakorinto sura ya 7 aya ya 7. Maana yake padre, hazina Mungu aliyoiweka hii, wewe ni chombo cha udongo, na mimi na wewe tusipokuwa waangalifu, kidondoka kinapasuka vipande vipande, na kuja kuviweka gundi na kuviunga ni kazi. Hivyo padre, kila mara tuwe waangalifu, kila mara tuwe watu wa sala, kwa sababu padre si malaika. Hivyo naomba na ninyi ndugu wangu waamini, akina mama, akina baba, mapadre tuwasaidie katika wema, tuwasaidie, tuwategemeze, tuwaombee na kuwapenda, licha ya hata kama kupandikana na madhaifu yao. Padre akijikwaa na kuanguka, apate nguvu tena ya kuamka na kumtumikia Mungu na kumtukia Bwana vile vile. Leo sisi mapadre, kama baba watakatifu walivyofanya, siku ya leo ni siku ya kushangilia
na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni siku ya kuomba msamaha kwa Mungu pale ambapo tumekosa, kwa Mungu, kwa waamini wetu na kwa watu wote. Tunasema samahani pale ambapo hatukufanya vizuri, ambapo tumekwaza, ambapo hatutimiza wajibu wetu kama ipasavyo. Tunasema samahani, tunaahidi kufanya juhudi kubwa zaidi katika wajibu wetu. Na ndiyo misa ya leo tunaporudia ahadi zetu ya kuuisha utumishi wetu. Mapendwa wa padre, Bwana ametutuma. Tunachaguliwa tu sio cheo cha kufurahia, bali kwa kazi maalum ya Bwana. Isaya anaendelea kutueleza ni wahubiri unyenyekevu wa habari njema. Anataka kama Yohana Mbatizaji tuwe kama sauti iliyo nyikani na kuambia watu, tengenezeni njia za Bwana. Tutangaze mwaka wa Bwana uliokubaliwa, tutangaze utukufu wa Bwana bila kuchoka, popote pale tulipo, kwa tembea yetu, kwa kuwa kwetu, tutangaze neno la Bwana. Sisi ni manabii, tunatumwa kuhubiri neno la Bwana. Tunapaswa kuwa sauti ya Kristo ulimwenguni, kutoa yale anayotaka tutoe bila woga, lakini kwa upendo, kama anavyotabiri nabii Isaya, ni wahubiri wanyenyekevu wa habari njema. Kweli Bwana anatuasa kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali huiweka juu ya kiango, nayo iwaangazie wote. Padre, mimi na wewe, kila mara uonekane kama padre mahali popote unapokuwa. Kila mahali ujulikane kama padre, kila mahali utende kama padre. Uwe kanisani, uwe kijijini, uwe mitaani, kila atakayekuona aseme yule ni padre wa kanisa Katoliki, na ujivune kutambulika hivyo kila mahali unapokuwa. Na huo ndio utume wetu, na ndio utume tulionao. Na katika kuhubiri, tunahubiri neno la Bwana, tunahubiri neno la Bwana, tunalinadi neno la Bwana. Mtakatifu Paulo kwa Korintho anasema, kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa Bwana, ya kwamba yeye ni Bwana. Padre haandiki injili mpya. Padre aliyatima sheria ya kanisa, amri za kanisa tunazo. Kazi yetu ni kama bomba linalopitisha maji. Sisi ni kazi yetu kupitisha neema ya Bwana na kuimwaga kwa wingi kwa watu. Ndio kazi tulionayo. Tunahubiri neno la Bwana. Hivyo tuhubiri neno la Kristo. Ninashukuru sana kwamba padre atafuti umaarufu kwa kuchakachua amri za Bwana. Lazima tuzihubiri kama zilivyo, hata kama nyingine inaonekana ni ngumu. Hauwezi kusema ngoja nikupunguzie ukali. Amri ya Bwana ni amri ya Bwana, na lazima tuihubiri kama ilivyo, kama tulivyofundishwa, kama tulivyoipokea, kama tulivyoipata, bila kulegeza, bila kuchakachua, bila kupunguza makali yake. Lakini wakati ule ule tusijifanye sisi miungu, ukashika amri za Mungu ukaongeza na za kwako kali zaidi kuliko za Mungu, ili waone kwamba wewe una nguvu. Hapana. Kazi yetu ni kupeleka kwa watu wema wa Bwana, msamaha wa Bwana, upendo wa Bwana, sio kuongeza makali yetu. Tunazipeleka kama tunavyozipata na tunazihubiri kama tunavyozipata. Na amri za Mungu kwa kawaida zinakwenda na upendo, zinakwenda na ushuhuda, zinakwenda na wema, na zinakwenda na msamaha. Kuweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Na sisi vile vile tuwe kipaza sauti kizuri cha amri na mafundisho ya Mungu. Mwongozo wetu ni Injili takatifu
pamoja na mafundisho ya kanisa. Hapa tunakumbushwa maneno tunayowaambia mashemasi tunawapa kitabu cha Injili. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekewa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo unayosoma, ufundishe hayo unayosadiki, na ushike hayo unayofundisha. Utume tuufanye na angalizo hilo kwetu sote, kushika hatua zote 4 kama wafundishaji wakuu wa neno la Mungu hapa jimboni. Kwanza, tupokee neno la Mungu, tupokee Injili ya Bwana, tuisome, tuijue. Nemo dat quod non habeo. Huwezi kutoa kitu ambacho hauna. Hivyo lazima sisi tusome neno la Mungu, tujifunze mafundisho ya kanisa. Padre sio mwanafunzi wa TikTok. Hawezi kujifunza neno la Mungu kwa TikTok. Anapaswa kwenda kwa neno la Bwana, anapaswa kwenda kwa barua za Baba Watakatifu, anapaswa kwenda kwa maagizo ya kanisa la maaskofu wa Tanzania, maaskofu wa jimbo. Yote hayo inabidi ayasome, asingoje vidokezo vya Facebook, bali aende kwenye kitabu na aelewe. Huwezi kutoa kile ambacho haujui. Na tuipokee na tuiamini, na tuipokee na tuiamini. Hivyo kuhani anabidi asome sana maandiko matakatifu, ajue maana yake na maana ya mafundisho ya kanisa. Na ukisha yapokea uyasadiki, yawe ya kwako. Hata unapoyahubiri, anayeona unayahubiri aseme kweli, yule anayehubiri anaamini kile anachokihubiri. Akikutazama machoni, kama alivyosema siku moja Nyerere kwamba ukisema anachukia rushwa, wakikuona machoni waseme kweli huyu anachukia rushwa, sio mdomo tu. Na padri akihubiri waseme kweli anayoyahubiri anayaamini. Na ukisha yahubiri uyatende, kama alivyo Mtakatifu Paulo kwa Timotheo sura ya 2, barua ya 2 ya Timotheo sura ya 4 aya ya 2. Kuhubiri neno la Mungu, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na kwa mafundisho. Mapadre, ninyi mna nguvu sana. Ninyi ni mafalme. Ukimkuta padre parokiani, wote wanakuogopa. Wewe ni mtu wa Mungu, una madaraka na umepewa madaraka makubwa. Mungu amekuwezesha, amekupaka mafuta mikononi mwako ya kuweza kubariki wale wanaobarikiwa na kuweza kulaani wale ambao hawataki. Amina, waambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yeyote mtakayowafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Unaposema na kuondolea dhambi, unaziondoa. Ukisema hapana, rudi ufanye hiki, anarudi na dhambi zake. Utakachofungua kinafunguliwa. Na yeye ni mwenyewe anatufundisha sisi kama wafalme tufanane na yeye. Yeye alikuwa mfalme wa namna gani? Anayetaka kuwa mkubwa lazima awe mtumishi wa wote. Yote hayo yanatokana na unyenyekevu tunaokuwa nao, utayari wa kuhudumia, utayari wa kusikiliza wengine, utayari wa kujitoa, utayari wa kusamehe, utayari wa kutuliza, kusahihisha kwa upendo, kushauri kwa ukweli bila uoga, kusimamia imani bila kujali hasara unayoweza kukupata. Kila mara kuonyesha sura ya Bwana msulubiwa kwa upande mmoja na kuonyesha vile vile Kristo mfufuka kwa upande mwingine. Hivyo ni kushiriki na watu katika kazi ya kueleza neno la Bwana. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa utumishi.
Padre sio mtawala, bali ni kiongozi, sio mwamrishaji, bali mratibu wa kazi ya Bwana. Hivyo kazi ya upadre mfalme ni kuhakikisha kila mmoja anatumiwa kuchangia, kushiriki kwa uwezo wake katika kusaidia kujenga ufalme wa Mungu. Anakuwa padre katika parokia au katika taasisi, anakuwa na uwezo wa kuwatumia, kuwaratibu, kuwaongoza wale wote walio chini yake, ili wajisikie kwamba na wao ni sehemu muhimu ya huo ufalme wa Mungu. Hii unaanza na padre wenzako, kama wewe ni paroko, watawa walio karibu nawe, ili na wenyewe wajisikie kwamba ni sehemu ya parokia, viongozi wa lei katika ngazi mbalimbali, hawaka, vyama vya kitume, makatekista unaokuwa nao, jinsi unavyowatumia, na wote wanaoshirikiana nao katika kufanya kazi ya Bwana. Huo ndio ufalme wa Kristo. Mapadre, ndugu zangu, na nawashukuru sana kwa kazi nzuri mnayofanya katika kuwashirikisha wote katika kujenga ufalme wa Mungu, katika kujenga parokia zetu, katika kujenga kanisa letu. Hivyo ninawashukuru kwa uaminifu wenu katika kazi ya Bwana. Uaminifu ni katika ufalme, yaani kutimiza majukumu yako, kutoa huduma kama itakiwavyo, hata kutunza muda. Najua kwamba kutunza muda ni ngumu, hasa unapokuwa unakwenda kwenye vigango, uko kigango hiki na kwenda kigango hiki. Basi wala ukichelewa, sema samahani, upunguze ukakasi kati ya watu. Kama umewachelewesha saa nzima na wako watu 500 pale wanakungoja, maana yake ni masaa 500, wala usema samahani sana, nimepata shida 1 2 3. Hapo watatulia na watasali vizuri. Lakini ukifika pale unaendelea kama hakuna kilichotokea, watasali misa yako na ukakasi, na neema zitapungua. Ni unyenyekevu tu, ni unyenyekevu tu. Unafanya unachokiweza kwa unyenyekevu. Aliye mwaminifu katika madogo pia ni mwaminifu kwa mambo makubwa, na asiye mwaminifu kwa mambo madogo hawezi kuwa mwaminifu kwa mambo makubwa. Kama huyu mwaminifu katika mambo yasiyo ya haki, je, nitawakabidhije mali ya haki? Luka 16:10 mpaka 11. Isaya anaendelea kutuasa akisema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, kuwafariji wote waliao, na kuangazia hao waliao katika Sayuni. Mpaka mafuta kazi yake ni kwa maskini na wanyonge, kwa wasiojiweza na wasio na sauti, ili hao wanyonge wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Huyo ni Isaya. Hivyo kazi ya kwetu ni kazi ya maskini. Ni rahisi ukikutana na mkuu wa wilaya, ni rahisi kumpa huduma. Ukikutana na yule anayekuja na benzi pale anapaka, unatoka nje kwenda kumsalimu. Lakini kazi kubwa ya padre ni vile vile wale wanyonge, wasio na sauti, wasio na uwezo. Hao ndio wa kwanza na usuma kwao, kwa sababu hawezi kuja tuwafuate. Kama Papa Yohana wa 23 alipokuwa papa, alitembelea sehemu mbili za kwanza. Alitembelea gereza la Regina Cheli, akasema kwamba ninyi wafungwa hamwezi kuja kunisalimu, imebidi nije kwenu. Na akawatembelea hata wale waliokuwa wamehukumiwa kifo. Na sisi vile vile twende kwa wale wanyonge. Leo mapadre na mimi nikiwemo, tutatoa ahadi zetu kwa Baba Askofu mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba tutaendelea kwa moyo wetu wote, utashi wetu wote, nguvu zetu zote, kutimiza wajibu wetu wa kumtumikia Mungu na kanisa lake na watu wake. Tunamwambia Mungu kupitia kwa askofu wetu
kwamba tutakuwa waaminifu kwa wito wetu na utume wetu. Mara nyingine tena hongera mapadre, kwa sababu licha ya mapungufu yetu, ndugu waamini, kwa kweli mapadre wa Bukoba wanajitahidi sana. Hongera sana. Tunajitahidi sana kutimiliza ahadi zetu na kufuata maagizo tuliyoahidi tulipokuwa mapadre. Tunajitoa kwake Mungu bila kujiachia au kujibakiza nyuma. Iwe mvua, iwe jua kali, iwe shibe, iwe njaa, bado kila mara tuko naye. Tunakwenda vikangoni, tunahubiri, wengine wanasali misa 4 Jumapili au 5, ili kusudi kila Mkristo aweze kupata misa. Mwingine anaanza asubuhi, anamaliza saa 10 mchana, bado hajala. Hongera sana kwa kazi kubwa. Na tunafanya kazi kubwa bila kungojea asante au posho, bila kungojea lolote tutakalolipata, bila manunguniko au kukata tamaa. Ninamwomba Mungu aendelee kubariki nguvu zenu, aendelee kubariki kazi zenu, aweze kutia matunda makubwa kwa kazi yote mnayoifanya. Hivyo leo tunapotoa ahadi kwa Baba Askofu, tunataka kuhakikishia kwamba sisi mapadre, na mimi hapa leo ni mpadre kwa sababu mimi ni padre msaidizi la Rwamishenyi, hivyo na mimi leo nitatoa ahadi yangu. Tunapenda kuhakikishia kwamba kweli tutaendelea kutimiza kwa nguvu zetu zote, kwa uwezo wetu wote, kazi ambayo Mungu ametupatia. Na tunaomba Wakristo mtuombee ili kweli tuweze kutimiza vizuri kazi hii, majukumu haya ambayo tumepewa. Mafrateli, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tukiona kanisa limejaa karibu mpaka mwisho na mafrateli. Hongera sana, karibu sana. Ninakushukuru sana Baba Askofu Francis, kwa kweli walikuwa wanakaa pembeni kule. Leo wako mbele kabisa. Nahubiri, mapadri kidogo wananitazama kwa nyuma, lakini hawa nawaona moja kwa moja. Hongera sana. Hapa ni nyumbani. Jisikie nyumbani katika kanisa kuu la jimbo la Bukoba. Mmefika hapa, tunawaombea ili muweze kuwaona mapadri wote hawa. Wote hawa wana akili nyingi sana, wana uwezo mkubwa sana, na wote wameweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ninyi mfuateni mfano, mfuateni nyayo za wakubwa zenu hawa. Bwana anasema ukishaweka mkono wako kwenye jembe na ukatazama nyuma, haufai. Hivyo toka sasa unaingia falsafa. Unapokuwa kule form 6 bado ni wasiwasi. Ukishavaa hili vazi usilivue. Ukishavaa hili vazi umeshahesabika mwenzetu. Hakikisha halivuliwi. Wamelibariki wakakuvika, ukaenda unaimba vizuri, unajionyesha vizuri. Hongera sana, hongera sana kwa kukubali kuvaa hilo kanzu. Hivyo endelea hivyo, ili kusudi na wewe useme mimi hapa nitume mimi, kwa maneno ya nabii Isaya. Bwana anakuja, ni mtume nani? Sema mimi hapa nitume mimi. Hapo kweli utakuwa umeitikia wito wa Bwana. Najua ninyi nyote hakuna anayeingia falsafa bila kushinda kwa maksi za kwenda chuo kikuu. Nyote mna uwezo, nyote mna akili. Mungu hapendi wajinga. Mungu hapendi mapadri wajinga, anapenda mapadri wenye akili. Na nina uhakika kinachibangayuka pale, ukienda bila kitu wanarudi nyumbani. Hivyo tunawashukuru sana na tunawaombea ili mjisikie pamoja nasi, ili muwe pamoja nasi. Sasa mjue kwamba kule mmetoka, mmeingia kwetu. Kule mmetoka. Niliyoyaongea haya yote na ninyi muanze kuyatenda.
Ndio sababu nimeongea kwa kirefu, nimewatazama ninyi. Na waongelea wale, lakini nawaongelea ninyi kwa namna ya pekee. Wale wanayafahamu na tunarudiana tu. Hivyo tunawakaribisha tuwe pamoja. Baba Askofu, mapadri, mafrateri wapendwa, kama asemavyo Mtakatifu Paulo, nasi tuseme hivyo. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani atakayetutenga na utumishi wa Bwana? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au panga? Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Warumi 8:35. Hivyo na sisi katika Kristo aliyeshinda mauti ya msalaba, tunapata nguvu na tutashinda changamoto zote tunazokutana nazo. Katika msalaba tutashinda ili tuweze kuadhimisha Kristo katika ufufuko. Watawa pamoja na waamini, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo ambao ni siku ya mapadri. Asante sana watawa, mama Wawata na mama Uwaka na baba Uwaka. Unajua sisi wanaume tumezoea sana kusema mama, hivyo hata na Uwaka nawaita baba Uwaka. Tunawashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo, na muendelee kutuombea, muendelee kututegemeza, hata kutuonya pale ambapo mnaona kwamba tunayofanya sio mazuri. Leo tutabariki mafuta matakatifu. Kwanza tutaanza na mafuta ya wagonjwa, alafu mafuta ya wakatekumeni, na baadaye kubariki mafuta, kuweka wakfu mafuta ya Krisma. Mafuta ya wagonjwa upakwa ili Mungu katika roho wake awe karibu na wale waliougua, awaponye, awafariji na kuwapa nguvu za kiroho na za kimwili, na mwisho wa siku awasindikize kwenda kwake, kwa sababu hapa sisi hatukai. Mafuta ya wakatekumeni tunayapaka wakatekumeni kifuani, kuwaonyesha kwamba wao ni maaskari wa Kristo, kama maaskari walivyokuwa wanapakwa mafuta kabla hawajavaa yale mavyuma yale, na sisi tunapaka mafuta kama ishara kwamba wao ni maaskari wa Kristo. Na mafuta ya Krisma yatawekwa wakfu. Haya huunganishwa na nguvu zake Roho Mtakatifu. Tunayapaka kwa ubatizo, sakramenti ambazo zinadumu kabisa. Ubatizo tunakupaka kichwani, kipaimara tunakupaka usoni, padre tunampaka katika viganja vyake aweze kubariki na kuadhimisha matakatifu. Askofu anamwagiwa kichwani aweze kubeba majukumu zote na changamoto zote. Tunapaka katika altari kama altari hii ambayo ni ya kudumu. Tunapaka kwenye makanisa, kwenye misalaba pale, ili kuiweka wakfu. Haya ndio mafuta ambayo tutakayabariki na tuwe pamoja, ili kama walivyoeleza kabla ya misa, ndio atakayotumika katika mwaka unaoanza kutoka leo. Hiyo yote naomba tunapoimba wimbo wa Roho Mtakatifu, tunapokuwa na Mungu, tumwombe Mama Maria na wakabidhi kwa Mama Maria. Mama Maria awalinde, Mama Maria awaongoze, hasa kwa namna ya kimapadre, ni mama wa mapadre. Tuwe pamoja na mama yetu, na mama yetu atubebe hapa duniani na mwisho wa siku atufikishe huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.